Habari marafiki wa Gift Mwamba, leo tumeamua kuwaletea simulizi hii nzuri ambayo ukiisikiliza kuna mengi utajifunza. Hivyo ungana nasi mwanzo hadi mwisho wa hii simulizi. Simulizi hii itasomwa na mtangazaji wako Veronica pamoja na mtangazaji mwenzangu Gift Mwamba. Hivyo tunakusihi usikose hata episodi moja, kwani kuna mengi ya kujifunza. Cha kufanya ili usipitwe na mwendelezo wa simulizi hii ambayo itakuwa inaruka YouTube ya Gift Mwamba, subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata mwendelezo wa hii simulizi. Asante sana mtangazaji mwenzangu kwa kunipa nafasi hii, na bila kuchelewa tunaweza kuanza simulizi hii nzuri, ikiwa ni episodi ya kwanza kabisa. Msimuliaji ni mimi Gift Mwamba nikiwa na dada yangu Veronica. Karibu sana. Ni kweli nilikupenda, ila kwa haya unayofanya naona bora tuishie hapa. Umeniumiza kwa mengi sana, lakini nilikuwa navumilia. Hiyo yote sababu nilikupenda. Je, umesahau ni mangapi nimefanya juu yako? Happy, wewe ni mwanamke mzuri sana na kila mtu anatamani kuwa na wewe. Nadhani ndio sababu unajivunia huo uzuri kuniumiza mimi. Ebu kumbuka tulikotoka mimi na wewe. Happy aliinama chini akakumbuka siku ya kwanza kukutana na kijana Daudi. Ni siku ambayo hawezi kuisahau. Ni kweli wametoka mbali. Alikumbuka siku ambayo kijana Daudi aliamua kutoa damu yake kwa ajili ya kuokoa maisha yake. Baada ya kupata ajali ya gari ambayo ilisababishwa na kijana Daudi, kwani Daudi ndiye aliyekuwa akiendesha ile gari. Na baada ya ile ajali, anakumbuka kijana Daudi aliamua kumchukua na kumpeleka hospitali. Ndipo alipofahamiana na Daudi na urafiki wake kati ya yeye na Daudi ulianzia hapo. Happy alikuwa ni msichana mzuri sana, ila tabia yake ilikuwa mbaya sana. Lakini ukimtazama kwa sura, huwezi kugundua chochote kama anaweza kuwa na tabia zile. Pili, alikuwa ni mtu wa kupenda sana starehe. Mara nyingi alikuwa anakunywa sana pombe na kujirusha kila sehemu ya viwanja vya starehe. Daudi alikuwa mtu mpore na mwenye tabia njema. Pia alikuwa ni kijana mcha Mungu, yaani alikuwa ameokoka. Ila kwa bahati mbaya, shetani alimtekea na kujikuta anaangukia kwenye mahusiano ambayo yalikuwa sio sahihi kwake. Baada ya kukutana na mwanamke Happy ambaye alimpenda sana, na akajikuta anafanya maamuzi ya kuoa bila kujua historia ya yule mwanamke. Na baada ya muda kupita wakiwa katika ndoa, ndipo vioja vikaanza kujitokeza kwake. Akajikuta amekuwa mtu wa kulia kila siku, na mara zote alikuwa akiambiwa tabia ya mke wake, lakini alikuwa akipuzia na kuona watu wanataka kuwagombanisha. Na hiyo yote ilitokana kwa kuwa alimpenda sana Happy. Ndiyo maana kila akiambiwa baya lolote linalomhusu mke wake, alikuwa anapuzia bila kujua ndani yake kulikuwa kuna ukweli. Siku moja alipigiwa simu na mmoja kati ya rafiki yake, Anton, akimwambia, mara zote nilikuwa nakupa taarifa kuhusu mkeo. Leo njoo sehemu uje ushuhudie maovu ya mke wako. Baada ya kuelekezwa mahali alipoambiwa aende, kijana Daudi aliwasha gari na kwenda moja kwa moja na kukutana na rafiki yake Anton. Kisha Anton akampeleka sehemu ambayo aliambiwa mke wake yupo, na ilikuwa ni sehemu ya hoteli. Walipofika waliingia ndani na Anton akamwambia, naomba uwe mtulivu na usubirie hapa, utamuona mkeo. Kijana Daudi akasema, una uhakika kama huyo uliyemuona ni mke wangu? Anton akasema, ina maana mimi simujui mke wako? Wewe tulia ili ujione mwenyewe. Baada ya muda hakuamini alichokiona kwenye macho yake. Itaendelea. Unajua nini kilitokea? Usikose kufuatilia sehemu pili. Hakika kuna mengi ya kujifunza kupitia hii simulizi. Wewe cha kufanya, subscribe YouTube ya Gift Mwamba. Pia ukipenda hii simulizi unaweza kushare na kwa marafiki zako.